natamani nifikishe hii njozi. Ipo nami siku nyingi sana ambao nimetaka kuwafikishia watu wa CCM. Nimeona mara kadhaa watu wa CCM, jamii fulani, kundi fulani miongoni mwa watu mlioko CCM, mkichochea kuni sana kupika kwenye ile sufuria fulani likubwa. Na wakati mnachochea kwenye ile sufuria likubwa, sio CCM wote, nika kikundi fulani kenye watu fulani wameshiba, wameneemeka sana, kakikundi fulani, basi kanachochea kuni kwenye lisufuria likubwa sana. Alafu watoto wengine wengi wamekaa pembeni wanasubiri kile chakula. Sasa baada ya muda, karibu kila mtoto aliyepakuliwa kile chakula na kuonja alikuwa na haribu sura, haoni hicho chakula kama ni kitamu. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Njozi hii imekuwa ni njozi ya siku nyingi. Mwisho wa siku nimeona no way out, ngoja tu ni izungumze. Najua wahusika na wanadamu wa sasa hivi wengi wenu mnapenda kupewa ujumbe mtamu tu, mnapenda kupewa ujumbe wa mafanikio tu, ujumbe wenye challenge, wenye changamoto, unaowapa changamoto fulani, ama unaoonya juu ya ubaya fulani, ama unaoonyesha ni kama umekosea eneo fulani, rekebisha. Huwa mnauita kuchanganya dini na siasa. Lakini mkumbuke, kosa linapofanywa na jumuiya fulani, jamii fulani au mtu fulani, hilo kosa haliwi na madhara kwake tu, hilo kosa inakuwa na madhara kwa watu wengi. Kwa wakati mwingine tunapowaonyesha hilo kosa ni ili tutafute na sisi namna ya kuepuka anguko na madhara fulani yatakayotokana na kosa hilo. Tunajua wakati fulani mnapopewa taarifa zinazoonyesha kukosea, nyinyi kwenu ni wadui, na wanaoweza kuitoa hiyo taarifa kinagaubaga kwa nguvu inayostahili mnaweka kwenye kundi la wabaya wanaopambana na mamlaka ama na majina mengine mengi ambayo ninawaita. Katika Mhubiri sura ya 10, sura 9 mstari wa 18, kwamba hekima ndio bora kupita silaha za vita, lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Mkosaji mmoja. Nasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura 15 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3. Imeandikwa kusema, ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benjamini, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Basi tangu siku nyingi Israeli, Tanzania wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana torati. Basi tangu siku nyingi Tanzania wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana torati. Hawana na hawamkubali. Kila kuhani, kila nabii wa kweli alipoinuka kuwaambia kwamba wema utakujia ikiwa utafanya mema, walimuua, walimuona kuwa ni adui, walimuona kuwa anapoteza amani. Lakini ukweli ni kwamba kuhani, mchungaji, mhubiri kabisa katika Yeremia 7 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea, anasema kuhani yule asimamaye kwenye lango la hekalu akimwambia kila ingiaye humo kanisani, humo hekaluni,
kwamba mtaiba hadi lini, mtaua hadi lini, na kuja mbele ya kanisa madhabahu hii na kusema tumepona, tumepona. Kuhani nabii mwenye hekima ni yule asimamaye njia panda, kama hekima aliyesimama njia panda katika Mithali 8, akiwaambia wenye kuua, wenye kuloga, wenye kuiba, wenye kuumiza watu, wenye kudhulumu watu, hata lini mtafanya mabaya haya? Ndipo hasa hapa anasema, ikiwa mtamtafuta Bwana atawarudia ninyi. Ikiwa mtajielekeza sura zake na kufika mara kwamba sasa inatosha, Mungu atawarudieni. Lakini ikiwa mtamwacha, mtamkataa na kuendelea kukumbatia nyoka ambao wanakuwa wamejikunja na kuona kana kwamba ndiyo manabii, ndiyo makuhani, ndiyo wachungaji, hawawaambii juu ya ubaya, juu ya mabaya. Nawaambieni mambo mengi ambayo mimi na watu wengine wengi wa Mungu wameweza kusema. Msione ajabu hayo mambo yakija kumpata mmoja baada ya mwingine. Sasa natamani nifikishe hii njozi. Ipo nami siku nyingi sana ambao nimetaka kuwafikishia watu wa CCM. Nimeona mara kadhaa watu wa CCM, jamii fulani, kundi fulani miongoni mwa watu mlioko CCM, mkichochea kuni sana kupika kwenye sufuria fulani likubwa. Na wakati mnachochea kwenye hilo sufuria likubwa, sio CCM wote, ni kikundi fulani kenye watu fulani wameshiba, wameneemeka sana, kikundi fulani, basi kanachochea kuni kwenye lisufuria likubwa sana. Alafu watoto wengine wengi wamekaa pembeni, wanasubiri kile chakula. Sasa baada ya muda, karibu kila mtoto aliyepakuliwa kile chakula na kuonja alikuwa na haribu sura. Haoni hicho chakula kama ni kitamu, haoni hicho chakula kama, hakielewi, yani hakielewi. Mimi katika kutazama hayo, ilibidi nisogee pale na kuona chakula gani hiki wanachoonja na kuambia tu kuleni kitamu, kuleni kiko vizuri. Baadaye nikakuta wamewekewa mawe kwenye sahani na supu na mchuzi, naambia kunyweni. Mimi nikahoji kwamba mbona haya ni mawe yanayopikwa hapa kwenye sufuria, ni mawe haya ambayo yako kwenye sahani humu, mnajaribu watu kwamba mnajaribu wa watoto wale, mbona ni mawe haya, hayana ladha, hayatafuniki, yakiingia tumboni yatakuwa na madhara. Lakini kundi lile walikuwa wakali sana. Sema wewe kadina mambo yako, kaangaike na mambo yako, lakini hiki ndo chakula, hiki ndo chakula. Nilipata shida sana katika jozi hiyo. Mwisho wa siku ilibidi nimuulize Mungu maana yake nini. Nasema jamii, baadhi ya watu hawa wa chama hiki wanajaribu kulazimisha wenzao wengi na hata jamii ya kitaifa na kimataifa wakubali kwamba maisha ndio haya, ubinadamu ndio huu. Sasa mimi nimetaka niwaambie kwamba katika kufahamu kwingi juu ya njozi hiyo, nikawa najua ya kwamba kuna maamuzi fulani mumeyafanya
na huenda mtaendelea kuyafanya au kuyashikilia, wakati mioyo yenu kabisa inajua haya maamuzi yana madhara, ama kuna watu wanapata madhara. Kuna watu wanapata madhara juu ya msimamo huu tulioushikilia. Ushauri nikiwa kama mtu wa Mungu, nawajulisha kwamba ninyi wengi ambao mko kwenye ngaza juu za maamuzi, yani sauti zenu ama vikao vyenu ndivyo vinavyotoa uelekeo wa mambo. Mnafahamu kiwango cha uchungu, maumivu, kuburutwa, kulia kwa watu walivyolia kwa mfumo huu wa wachache uliotengeneza mazingira ya wachache kuneemeka, wengi kulia. Mnafahamu na kwamba wanaolia hawana namna ya kunyamazishwa, hawana namna ya kuliwazwa, kudanganyishiwa, wataendelea kulia, kwa sababu mfumo uliopo ni wa wachache wanaoneemeka washangiliwe na wengi. Wachache wanaoneemeka washangiliwe na wengi, kitu ambacho ni kweli. Wapo watakaoendelea kushangilia wakati njaa zinawauma, wakati wameharibikiwa, lakini hao tu wanaoshangilia kuna mahala watachoka. Kuna mahala hata wakipewa chakula sasa au kitu fulani ili wapate nguvu za kushangilia, italazimu hicho chakula kiliwe kwa siku nyingi, na kwa bahati mbaya mnawapaga chakula wakati wanapotakiwa tu waende kushangilia. Kwa kuna mahala njaa itakuwa kubwa, mnapowapa kitu cha aina hiyo hawatakuwa na nguvu za kushangilia, na mwisho wa siku hamtaelewana ninyi kwa ninyi. Hamtaelewana ninyi kwa ninyi kwa sababu ya msukumo wa vilio. Ushauri, ifike mahala muone inatosha. Mara kadhaa nimesoma katika Isaya ya kwamba hiki ambacho kimeonekana ndio njia ya kuficha ubaya unaokuwa umefanywa, hakina matokeo hayo mnayokusudiwa. Ubaya haufichwi na ubaya, bali katika Isaya 1:18 anasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mimi niwaambie, mabaya yoyote ambayo yamewahi tekelezwa kwa mfumo, mpango wa kakikundi fulani kuneemeka, hayatazibwa kwa mabaya zaidi. Hayatazibwa kwa kuweka mtu mbele yenu ambaye ana roho ya jini, ana roho ya shetani, yani yeye pengine ananufaika tu akiwa mbele. Ananufaika tu akiwa mbele, lakini swala la mtu mwingine naliaje, anaumiaje, ili alimuhusu, ya shida yake ni kuwa mbele. Naambia, fikeni mara, kaeni chini. Kaeni chini muweze kuona watu kwa sababu kilichoonekana ni kwamba mnawalazimisha watu wakubali tu, waseme huu ndio mfumo wa maisha. Yani zoeni tu, kubalini tu, pokeeni tu. Dunia inataka hali kama hii. Wazungu kule juu wanaweza kuamini Tanzania ikiwa inaenda hivi, lakini Tanzania ikiwa ni inaamini kwenye haki na huruma, sisi tunaokuwa juu huku
tunakuwa katika hali ngumu, na ndio maana ni mawili tu. Imekupasa kuwa kiongozi, imekupasa kuwa tayari kutoa uhai kwa ajili ya kondoo, kwa ajili ya watu wako, ama kuachana na uongozi kwa sababu huna uwezo wa kuriski maisha yako, vitu vyako, kazi yako kwa ajili ya watu. Nawasisitiza sana, tafuteni watu wenye nia ya kweli, wahubiri wenye nia ya kweli, sio chawa hawa ambao kimsingi wanaangalia mtawala mwenye nguvu unapendelea nini. Kama unapendelea kuombewa wakati unafanya mabaya ili uombewe upate afya kuendelea kufanya mabaya, wanasema tunapanga kukuombea. Kimsingi kuombewa mema, kimsingi kuombewa kunatakiwa aombewe mtu ambaye anajitahidi kutenda mema na kupinga mabaya na kuwalipiza waovu mabaya, walifanyia wengine mabaya walipize mabaya na kuwasifu wema. Huyo ndiye ambaye anaweza kuombewa. Lakini mtu anayekuwa ameshindwa kusimamia wajibu wake, au ni mnufaika, ni mhusika wa dhuluma, uharibifu, wizi, mauaji, utekaji na kitu kingine chochote kibaya, huyo anahitaji aidha kufundishwa ukubwa wa maumivu wanayoyapata wengine, aonyeshwe kwamba mtoto wa mwenzio, mzazi wa mwenzio, muone kama mzazi wako, ama anahitaji kukemewa, kuonywa, kukaripiwa na namna kadha wa kadha. Ni wasii kwa mara nyingine, njoni tuzungumze. Chukueni watu ambao hawezi kubadilisha maneno kwa sababu ya makelele fulani ya watu waliosetiwa. Hawezi kuficha hisia zake akabadili mtazamo kwa sababu mazingira yanatisha. Huyo mtu atawapa mwongozo ambao utaponya mustakabali wa taifa letu na kimataifa. Mkumbuke Tanzania ndio chemichemi ya amani kabisa. Sio hiki kinachoitwa amani, ni chemichemi ya amani, lakini pia ndio nchi ambayo ina agano na Mungu kuja kuleta ukombozi wa kweli duniani. Ni kweli ni nchi iliyo chini sana. Kwa mfano, katika kitabu cha Mathayo anasema, Mathayo sura ya kwanza ya pili mstari wa 6, anasema, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Bethlehemu wakati huo ilitajwa kwa sababu kulikuwa ndo kunatokea mtu. Tanzania ndimo kunatokea mtu atakaye wachunga watu wa Mungu, ama kuwatoa watu wa Mungu kwenye unyonge, uchungu wa aina yoyote kote duniani. Huyo mtu anaweza akatokea, tukitengeneza mazingira ya mtu huyo atokee. Atatokea haraka sana. Njoni tuzungumze. Yote katika yote, kundi hilo ambalo mna ajenda fulani mmeipitisha, mnajua ajenda hii ni ngumu, yani haijakubalika, ina madhara, mnapitisha au mtapitisha. Nataka niwahakikishie kwamba hata ikionekana mmevuka wakati fulani, hata nafsi zenu zinawaambia, hata ikionekana mmevuka wakati fulani ambao uko targeted, nafsi zenu zinawaambia bado hali itakuwa ngumu sana.
Nafsi zenu zinawaambia bado hali itazidi kuwa ngumu sana. Sasa ya nini muishi katika hali tu ya presha kwamba huku mbele ni kugumu, pengine zaidi ya miaka 6-8 huku mbele ni kugumu, yani ni kugumu huku mbele? Kwa nini wakati tunaweza tukatumia njia nyingine? Ni kweli kuna watu ambao nasema hapana, ngoja tusukumepo tu tufiemo, kwa sababu tunaona wakati wa kufa wengine umekaribia, tufiemo. Na hakikishia wengi wenu hamtakufa mpaka kisasi cha Mungu kitakapolipwa juu yenu na familia zenu. Hautakufa, yani hautakufa. Useme ngoja tusogezepo mbele, hakuna mbele unakosogea. Wakati mwingine hata kama kuna madhara na adhabu fulani, ikubali mapema. Anyway, sianze kuhubiria, takuwaletea ujumbe huu. Sasa ikiwa ni kwa ujumbe huu mnasema unachanganya dini na siasa, eneo kamwambieni Mungu aliyeniotesha hiyo ndoto aache kuchanganya dini na siasa. Lakini nachojua ujumbe uliwatokea wanadamu wa aina zote kutoka kwa mtu wa Mungu. Ulihusiana na kila kitu, kwa sababu karibu 100% kiwe chama cha siasa kiwe nini, kinadili na maisha ya binadamu, kinadili na ubinadamu, kijinasibu kwamba ni ubinadamu, ili kuweka kwenye namna ambayo wanadamu wote wanakuwa salama, hawaumizani, wanakuwa na utoshelevu na vyote vinavyopasa uzima na utaua. Kwa hiyo iwe siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii, ni namna ya jamii kwenda vizuri. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kufanya jamii iende vizuri na kuwaonyesha wanaoweza kuleta madhara kwenye jamii. Najua wanaotoa unabii wa aina hii, wengine mgumu kuliko hata huu, ni wengi. Lakini pengine Mbarikiwa mlisha pima damu, mlisema ana damu ya kunguni, na pengine mnaweza mkatumia sasa vitisho, hatari, madhara juu ya maisha yake, mkitaka kuzuia ikiwezekana asiseme chochote juu ya aina fulani ya watu ama mambo fulani ambayo wengine hawapendi kuyasikia hata kama ni kweli. Niseme hata mimi pameniuma sana yaliyonikuta, na mara kadhaa nimemwomba Mungu, kwa nini tu hii shughuli usingewapa wengine, na mimi ikiwezekana, hii dunia wanatamani sana nisiwemo. Hususan ya kikundi kanakonufaika sana na dhuluma na wapambe wao, wanatamani sana nisiwemo. Kwa nini usingewaruhusu waendelee, wawemo wenyewe, wafike wanakotaka kufika? Mungu anasema ukujiumba nilikuweka mimi kwa kusudi langu, na nimeruhusu hayo mabaya juu yako ili ufike mahala useme na ambayo usingeweza kusema ungekuwa salama. Kwa nitakapoishia ndo hapo, lakini haya mtakuja kuyakumbuka. Kinachofanywa na kikundi kidogo cha watu wa CM kinachoneemeka sana na hali ilivyo ni kupika mawe, kupika supu ya mawe na kulazimisha watoto, jamii ikubali kwamba ndio chakula kilichopo, ikubali kwamba ndio aina ya maisha ndio hivi, yani tuvumilie, tuyapokee, tuendelee. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.